Tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwenye channel ya Mama KFB Mkatoliki yenye hukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, njia ya msalaba, rozari takatifu, namna ya kusali rozari takatifu, sala na mafundisho mbalimbali ya kanisa Katoliki. Kwa leo twasoma masomo ya misa juma la 4 la Kwaresma. Somo la kwanza, Hekima sura ya 2 mstari wa kwanza a kisha mstari wa 12 hadi 22. Somo katika kitabu cha Hekima. Watu waovu walisemezana wao kwa wao, wakiwaza kwa namna isiyo nyofu, na tumvizie mwenye haki, kwani atatuletea usumbufu, maana anapinga matendo yetu. Pia anayashtumu makosa yetu dhidi ya sheria na kutulaumu kwa kukosa dhidi ya malezi tuliopewa. Anatangaza ya kuwa anamjua Mungu, naye hujiita mtumishi wa Bwana. Ametuia karipio la nia zetu, hata kumtazama ni uzito kwetu, kwa sababu maisha yake siyo sawa na ya wengine, na tofauti kabisa ni mapito yake. Twahesabiwa naye kama fedha badia. Anajitenga na njia zetu kama na uchafu. Anasema heri ndio mwisho wa wenye haki, na kujigamba ya kuwa Mungu ndiye baba yake. Na tuone kama maneno yake ni kweli, na tuyachunguze yatakayompata katika mwisho wake. Maana ikiwa mwenye haki ni mwana wa Mungu, Mungu atamsaidia na kumwokoa katika mikono ya wapinzani wake. Tumchunguze kwa jeuri na mateso, tupate kujua upole wake na kujaribu ustahimilivu wake. Na tumhukumu kifo cha aibu, maana kadri ya maneno yake hata kosa kujiliwa na ulinzi wa Mungu. Walifikiria hayo wakadanganyika, maana ubaya wao uliwapofusha macho, nao hawakujua siri za Mungu, wala hawakutumaini kwamba uadilifu utapata thawabu, wala hawakuzingatia tuzo ya roho zisizo na hatia. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 34 mstari wa 17 hadi 18, 19 hadi 20, 21 na mstari wa 23. Kiitikio: Bwana yupo karibu na wale waliovunjika moyo. 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 Uso wa Bwana ni juu ya watendao wabaya, ili afute kumbukumbu yao duniani. Wanyofu hulia, naye Bwana huwasikia. Anawaopoa katika shida zao zote. Bwana yupo karibu na wale waliovunjika moyo. Bwana yu karibu nao waliopondeka moyo, huwaokoa wale ambao wamevunjika moyo. Mateso ya mwadilifu ni mengi, lakini Bwana humwopoa katika yote. Bwana yupo karibu na wale waliovunjika moyo. Mungu huilinda mifupa yake yote, hata mfupa mmoja hautavunjika. Bwana ni mwokozi wa roho za watumishi wake, na kama hakuna amkimbiliaye Mungu ambaye atapatilizwa. Bwana yupo karibu na wale waliovunjika moyo. Bwana yupo
karibu na wale waliovunjika moyo. Shangilio la Injili. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Mtu haishi kwa mkate tu, bali kwa neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako Bwana. Yohane sura 7 mstari wa kwanza hadi wa pili, 10 kisha 25 hadi 30. Wakati ule Yesu alitembelea nchi ya Galilaya, lakini hakutaka kutembelea Yudea kwa sababu Wayahudi walitafuta nafasi ya kumuua. Siku kuu ya vibada ya Wayahudi ilikuwa karibu, lakini baada ya ndugu zake kwenda kuhudhuria sikukuu, naye akaenda, lakini siyo hadharani, ila kwa sirisiri. Hapo baadhi ya watu wa Yerusalemu walisema, "Je, si huyu wanayetaka kumuua? Tazama, hapa anasema hadharani." Nao hawamjibu neno. Je, wazee wametabua kweli ya kuwa huyu ni Masia? Lakini huyu tumejua ametoka wapi. Atakapokuja Masia, hakuna atakayejua alikotoka. Hapo katika mafundisho yake hekaluni, Yesu alipaza sauti akasema, "Mimi mmenijua na mmejua nilikotoka, lakini sikuja kwa amri yangu, ila yeye aliyeko kwa hakika amenituma, nanyi hamjui. Mimi nimemjua kwa sababu nimetoka kwake, ni yeye aliyenituma." Papo hapo walitaka kumkamata, lakini hakuwako mtu aliyemnyooshea mkono, kwa maana saa yake ilikuwa haijawadia bado. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo.